Unajua Yanga wanajisahau sana. Nimemsikia Alikamwe anasema wao wamevuka kwenye level ya kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika, lakini ni kujisahau tu, kwa sababu Simba ndio iliwabeba Yanga mpaka akapata nafasi ya kushiriki michuano ya klabu bingwa katika nyakati ambazo hawakuwa wamemaliza ligi kuu wakiwa mabingwa. Kama unakumbuka kwenye miaka minne ambayo Simba ametoa ubingwa mfululizo, Simba ndio alitusaidia Tanzania kupeleka timu 4 kwenye mashindano ya kimataifa. Na msaada na mafanikio yale ya Simba alitusaidia kupeleka timu 4, kitu ambacho kiliwapa Yanga nafasi ya kushiriki klabu bingwa ikiwa wao sio mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Manake Simba aliwabeba Yanga kwenye mashindano ya kimataifa, na huo ndio ukweli. Kama kuna mtu atabisha kuhusu hilo swala, wewe hana akili, kwa sababu Simba ndio alitusaidia kwa mara ya kwanza, na wakati Yanga ilikuwa haina hata uwezo wa kushindana na Simba kuchukua ubingwa. Manake kwenye miaka hivi karibuni tangu 2018, 19, 20, 22 ipo misimu ambayo Yanga hakuwa bingwa, lakini alishiriki mashindano ya klabu bingwa na alishiriki kwa mgongo wa Simba. Manake Simba alimbeba nani? Yanga kwenye mashindano ya kimataifa. Kwenye hii misimu ambayo Yanga amekuwa bingwa ndio, lakini msimu wa mwaka juzi alikuwa bingwa ligi kuu, lakini hakuwa na uwezo wa kushiriki klabu bingwa. Alishiriki klabu bingwa, katolewa, akaenda kushiriki shirikisho, ndio akaenda mpaka finali. Simba ambaye hakuwa bingwa alifika mpaka robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Na hata ukiangalia kwenye misimu minne misimu mitatu ambayo Yanga amekuwa bingwa, misimu yote Simba kashiriki klabu bingwa. Ni msimu mmoja tu, msimu huu ambao moja kwa moja ameenda kwenye kombe la shirikisho baada ya msimu uliopita kuwa na msimu mbovu zaidi kwenye ligi kuu. Maana yake pamoja na kwamba Yanga amekuwa bingwa mara 4 kwenye ligi kuu ya Tanzania, mara 3 kwenye ligi kuu ya Tanzania, lakini bado hajana performance bora kimataifa kama Simba. Na ndio maana ukiangalia kwenye hiyo miaka mitatu ya Simba ya Yanga kimataifa, msimu mmoja kashiriki kombe la shirikisho ambao alifika finali, na msimu mmoja kafika robo finali, na msimu mwingine ni msimu huu katolewa hatua ya makundi. Lakini Simba ndio msimu ambao ameenda shirikisho na yuko mpaka nusu finali. Maana yake ni kwamba Yanga wao wasijisifie kwamba kushiriki klabu bingwa, bado hawajafikia mafanikio ya Simba kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Yaani bado Yanga hata kwenye level ya shirikisho bado hakuna kitu ambacho amekifanya ambacho Simba hajawahi kufanya. Kama ni kufika finali, Simba amekufika finali mwaka 1993 na alicheza finali hapa Benjamin Mkapa kwenye uwanja wa Uhuru. Kipindi kile ulikuwa ndio uwanja ambao unatumika kwenye mashindano ya kimataifa. Manake hata Yanga kwenda finali ni kwamba amerudia kile ambacho Simba amekifanya mwaka 1992. Lakini hata kwa Yanga kufika robo finali, Simba alishawahi kufika robo finali mara nyingi kabla ya Yanga. Manake Yanga wanatakiwa kuwaheshimu Simba, kwa sababu Simba imewabeba Yanga kwenye maeneo mengi. Kwanza imewabeba Yanga kimataifa, hilo jambo la kwanza, tuelewane. Lakini jambo la pili, Simba ndio imeisaidia Yanga kujulikana barani Afrika. Kama unakumbuka, hata wakati Miguel Gamondo anamtangaza, alisema kabisa yeye haijui Yanga, timu ambayo alikuwa anaijua ilikuwa ni Simba. Manake hata wakati Gamondo anapewa dili, anaambiwa unakuja kufungia timu mpira Tanzania, yeye alikuwa haijui Yanga, alikuwa anaijua Simba. Sidramovic wakati anakuja kuifundisha Yanga, yeye mwenyewe alikuwa anasema yeye alikuwa anajua sana Simba, kwa sababu ndio timu ambayo ilikuwa inafanya vizuri kimataifa, na ndio timu pia ambayo ilikuwa inazungumzwa sana kule South Africa. Na hata wakati ule Yanga ameenda kucheza dhidi ya Maromo Gallants kule South Africa, bado mashabiki wengi walikuwa wanaijua zaidi Simba kuliko Yanga. Na ni kwa nini Simba inajulikana zaidi kuliko Yanga? Kwa sababu Simba ndio timu iliyofanikiwa zaidi kimataifa kuliko Yanga. Maana chochote ambacho Simba wanakifanya kina reflect Tanzania nzima. Na ndio maana sometimes tunasema Simba wanapaswa pia kuacha masuala ambayo yanawashushia heshima, kwa sababu Simba ni timu kubwa barani Afrika, ina mashabiki maeneo yote. Sasa imagine makocha wawili wa Yanga ambao wameingia Yanga ndani ya misimu hii miwili, wote wanaijua Simba kuliko Yanga. Wao nafikiri hiyo Yanga inajulikana nani huko nje? Kwa hiyo tukubaliane tu kwamba uwepo wa Simba kitanzania unaitangaza Yanga kimataifa, lakini pia uwepo wa Simba Tanzania unaifanya ligi yetu pia kuwa kubwa zaidi. Na hata sasa hivi Simba ni klabu ya 4 kwa bora barani Afrika wakiwa na alama 43. Ni alama ambazo hakuna timu nyingine yoyote ambayo imekusanya hizo alama. Kwenye ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati, Simba ndio timu ambayo imekusanya alama nyingi kuliko timu nyingine yoyote ile. Maana Simba ni bora kuliko hata TP Mazembe. Simba ni bora kuliko Young Africans kwenye maeneo mengi. Tusijifiche kwenye kichaka cha Yanga kubeba ubingwa mara 3 mfululizo. Simba amekuchukua mara 4 mfululizo. Maana yake anachokifanya Yanga pia ni marudio. Kwa hiyo kwenye historia ya mpira wa Tanzania hakuna kitu ambacho Yanga anakifanya kwa mara ya kwanza.
kwamba yeye labda ndio mwanzilishi. Vitu vyote Simba ndio kaanzisha. Hata kusajili wanachama kwenye mfumo wa digitali Simba ndo alianzisha. Kwa bahati Simba hakuanza, alianza program lakini hakuweza kuendeleza program. Lakini Yanga katikati akaja, yeye akaingia kwenye akakopi hiyo program, akaondoka nayo na sasa hivi anasajili wanachama kwenye mfumo ambao ni mzuri, ambao unawafanya wanachama waendelee kulipia na kunufaika kuwa sehemu ya kunufaisha klabu yao. So sometimes tukubaliane tu kwamba Simba ni timu bora na Simba ni timu ya kuigwa Tanzania, na Simba ndio timu ambayo imelitangaza vizuri soka la Tanzania, na Simba imewabeba sana Yanga kimataifa, na Simba imekuwa mstari wa mbele kutangaza soka la Tanzania. Msimu unaokuja kuna uwezekano mkubwa Simba wakaenda kushiriki Club World Cup. Na wakienda kushiriki Club World Cup, maana wanazidi kutangaza zaidi, na Yanga hawezi kupata hiyo nafasi kwa misimu minne inayokuja mbele kwa sababu hafanyi vizuri kimataifa. Yaani kama timu inaishia kutoa makundi, usitegemee kwamba itaweza kukusanya alama za kuwashusha BS Tunis, za kuwashusha Raja Casablanca au Wydad Casablanca, ni ngumu. Lakini Simba tayari leo wanashika nafasi ya 4 barani Afrika, na kwenye ule mfumo wa vilabu kushiriki mashindano ya klabu bingwa dunia, maana yake wanaangalia kwanza watu wenye alama nyingi. Kwenye zile timu za 4 zenye alama nyingi ndizo ambazo zinaenda kushiriki hayo mashindano. Na ukiangalia Simba wanashika nafasi yao wakiwa na alama 43. Mbele yao ni yuko BS Tunis, yuko Mamelodi Sundowns, yuko Al Ahly. Maana yake mwakani Simba wanapata hiyo tiketi ya kwenda kushiriki mashindano ya klabu bingwa kama ikitokea bingwa wa dunia, bingwa wa barani Afrika. Kwa maana bingwa klabu bingwa barani Afrika atakuwa miongoni mwa zile timu 4 za juu. Kwa maana kama atakuwa miongoni, kama ya Simba ndo atakuwa bingwa, kama BS Tunis atakuwa bingwa, au Mamelodi atakuwa bingwa, au Al Ahly atakuwa bingwa, maana yake atakata hiyo tiketi moja kwa moja. So sometimes tusiwadharau Simba. Yaani Simba wanapaswa kuheshimika kwa sababu wamekuwa na status kubwa kwenye mpira wa Tanzania kuliko timu nyingine yoyote ile, mkubali ama mkatae. Simba ni babu kubwa, nafasi yake barani Afrika sio kitu cha mchezo. Imagine mpaka TP Mazembe wako chini, unaona kama ni kitu cha kawaida. Hicho sio kitu cha kawaida hata kidogo. Ila tunaona Simba akaenda kwa sababu ni timu ya hapa nyumbani tumeizoea, lakini ukweli ni kwamba Simba ni one of the best club in Africa.